Fungu la 10 ni kinga ya kiuchumi katika ulimwengu wa kiroho, na ukiwa na kinga hii katika ulimwengu wa kiroho, maana yake hata ulimwengu wa kimwili utakuwa na kinga. Chochote unachokiona kimeharibika leo mwilini, kabla ya kuharibika mwilini, kiliharibika kwanza rohoni. Kwa hiyo unavyoona leo watu wanang'ang'ana na mambo hayaendi, uchumi imekuwa mgumu, milango haifunguki kirahisi, ujue kinga yao rohoni haipo. Na angalia shetani alivyo wa ajabu. Ukipata pesa huwa anakutangulizia mahitaji. Yaani pesa tu ikiingia mkononi mwako, unashangaa unaletewa mahitaji mengi. Unakuja kukumbuka fungu la 10 baada ya kuwa umetekeleza kile ambacho kilikuwa kimeletwa mezani, na tayari umeshakitumia na huna namna nyingine tena ya kupata. Huko ndo kuzuia kwa siri. Na kwa nini shetani anawazuia Wakristo wengi sana wasitoe fungu la 10? Ni kwa sababu anajua fungu la 10 ni sadaka ya kiagano, ni sadaka ya kiagano, ni sadaka ya kimaelekezo. Maana yake ni kwamba unapotoa fungu la 10 kwa uaminifu, umeingia agano na Mungu aliyesema kwamba ikiwa utaleta fungu la 10 kwa uhalali. Ukisoma kile kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya 8 mpaka 12, Mungu amefungulia baraka. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa kiroho, upande wa kiuchumi, upande wa ulinzi wa kiuchumi, Mungu huwa anaachilia baraka kupitia fungu la 10. Kwenye ulimwengu wa kiroho, kinachotambulisha uchumi wako au kinachodai ulinzi wa uchumi wako ni fungu la 10.